Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo tunaungana kuadhimisha Ijumaa Kuu, siku takatifu inayotukumbusha upendo usio na kifani wa Yesu Kristo. Ni siku ya unyenyekevu, tafakari na sala, ambapo tunashuhudia mateso, msalaba na kufa kwa Yesu kwa ajili yetu. Katika tafakari hii ya leo, tutaangazia upendo wa Mungu unaojitokeza kwenye msalaba, maana ya mateso ya Kristo katika maisha yetu ya kila siku, na wito wetu wa kuishi katika upendo na unyenyekevu. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 52 aya 13 hadi ya 53 na ile sura ya 12. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 4 aya 14 hadi ya 16 na ile aya 5 ya 7 hadi ya 9. Na katika somo la Injili ya Yohane sura ya 18 aya kwanza hadi ya 19 na ile sura ya 42. Karibu tutafakari pamoja safari hii ya mateso ya Kristo, na tafakari hii italetwa kwenu na Padri Faustin Rwechungura wa Jimbo Katoliki la Tabora. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wana taifa la Mungu, tumekaribia kabisa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumekuwa tukisafiri pamoja kwa kipindi kizima cha Kwaresma. Alhamisi Kuu jana hiyo tumefanya adhimisho la Alhamisi Kuu. Na tafakari hii nalenga kutoa tafakari fupi juu ya siku ya Ijumaa Kuu, ambayo ni siku ya pekee kabisa katika kanisa letu. Labda kabla hatujaona masomo yanasemaje kwa ufupi, niseme machache kuhusu hii Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu ina upekee wake kabisa, na ni siku ambayo tunakumbuka au tunaadhimisha siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa alafu akafa pale msalabani. Na mnajua kwamba kwa kufa kwake msalabani Yesu amefanya tendo kubwa sana, ambalo lengo lake lilikuwa ni kutukomboa sisi wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Siku ya leo inaheshimika sana, na ndiyo maana mataifa mengi unakuta hii siku ya Ijumaa Kuu huwa ni siku ambayo ni ya mapumziko miongoni mwa mataifa mengi. Tunapata mapumziko haya hasa sisi wa Kristo, si kwa lengo tu la kupumzika wasi siende maofisini kufanya kazi na kadhalika, lakini tuyatafakari haya mateso, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wazi vile vile mataifa yote ulimwenguni mengi yanatoa heshima hiyo kama siku kubwa ya kidini, ambapo Wakristo wanakumbuka Bwana wao, yani Bwana wetu Yesu Kristo, siku alipokufa. Lakini ukiangalia pia hii siku ya Ijumaa Kuu, nilikuwa najaribu kutafakari, fikiria, ni siku pekee katika kanisa Katolika ambayo hatuadhimishi misa takatifu. Siku ya Ijumaa tunafanya ibada tu ya neno la Mungu, baadaye tunakomunika, lakini hakuna misa siku hiyo. Nadhani hakuna siku nyingine katika kanisa ambayo haturuhusiwi kufanya misa takatifu. Yote hayo yanafanyika kwa sababu ni siku ambayo tunakumbuka kifo, mateso, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe hii kusema kweli ni siku ya pekee kabisa. Na kimsingi utaona kwamba siku hii ya leo na kesho hata Jumamosi, wakati wa siku kabisa siku ya Jumamosi inayofuata baada ya Ijumaa Kuu, kanisa kwa kufuata mapokeo ya zamani za kale haliadhimishi sakramenti zozote kimsingi, isipokuwa kitubio na mpako mtakatifu. Ndio maelekezo tunayopaswa kufuata, yanayotolewa na mama kanisa. Na kama nilivyogusia ni kwamba siku hii ya Ijumaa Kuu
Waamini wanakomunika katika adhimisho la mateso ya Bwana. Tunapoadhimisha mateso ya Bwana basi tunakomunika, lakini sio misa. Na wagonjwa ni waza ambao hawajiwezi wanaweza kushiriki adhimisho, wasioweza wanaweza kushiriki adhimisho hilo kwa kupelekwa komunyo takatifu saa yoyote wakati wa siku. Kwa wapendwa ndugu zangu, niwakaribishe tuweze kuyatafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, fumbo kuu la kutukomboa sisi wanadamu. Baada ya utangulizi huo mfupi, masomo yanayotuongoza ambao ningelikuomba upate muda usome kabisa kwa amani uyatafakari, ni somo la nabii Isaya sura ya 52 aya ya 13 mpaka sura ya 53 aya ya 12. Somo la pili ni kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 4 aya ya 14 mpaka 16 na sura ya 5 mstari wa 7 mpaka wa 9. Injili ambayo ni injili ndefu inayotukumbusha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ni Injili ya Yohane sura ya 18 aya ya kwanza mpaka aya ya 19 na mstari wa 42. Kumbe ni kuombe uyasome hayo. Lakini kwa ufupi kabisa, katika somo la kwanza nabii Isaya sura ya 52, Isaya anatabiri juu ya mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana ambaye atawakomboa watu wake kutoka dhambi zao kwa njia ya mateso makali. Lakini utabiri huu umetimia ni wazi kikamilifu katika Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kama utakavyosoma kwenye hiyo hasa Injili ya Yohana niliyotaja hiyo, utaona Yesu alivyopata mateso makali. Ni historia ndefu, simulizi moja nzuri sana likieleza jinsi Yesu alivyokamatwa, akateswa mpaka akaja kufa msalabani. Kwa hiyo hayo aliyatabiri nabii Isaya. Na huyu mtu wa mateso makali anayetabiriwa na Isaya, aliyejitwika dhambi zote za wanadamu, huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na somo hilo la pili utalitafakari kwa Waebrania, na kama nilivyogusia tena hiyo somo la Injili ya Yohana sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 19 na mstari wa 42, yote hayo yanaeleza juu ya mateso aliyoyapata Bwana wetu Yesu Kristo mpaka pale alipokufa msalabani. Machache ya kushirikisha kwa sababu nataka upate muda binafsi wa kufanya tafakari yako juu ya mateso haya. La kwanza ni hili: mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, lengo lake kubwa ilikuwa ni kutukomboa sisi wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Mungu alipoona mwanadamu amekosa sana na atapotea, akamtuma mwanawe wa pekee akazaliwa kwa umbo la binadamu. Yesu alikuwa ni mwanadamu, lakini wakati alikuwa ni mtu, akazaliwa na mama Bikira Maria. Akahubiri habari njema takriban miaka 3. Na mwisho wa kuhubiri habari njema, kumalizia maisha yake hapa duniani, ndio sasa simulizi tunalokuta kwenye Injili ya Yohana, ni wazi na Injili nyingine. Basi huyo Yesu akakamatwa, akateswa mateso makali na akafa kifo cha msalabani, lakini baadaye atafufuka. Lakini sio mada yangu ya kufufuka kwa siku ya leo, tutaiongelea kwenye tafakari ya Jumapili ya Pasaka. Kumbe lengo la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni kutukomboa sisi wanadamu wa dhambi, mimi na wewe. Kumbe lengo lake si jingine isipokuwa ni ukombozi. Nilikuwa najaribu kutafakari ile thamani kubwa ya Yesu kumwaga damu yake msalabani. Yesu Kristo ametukomboa kwa thamani kubwa sana na kwa mateso makubwa sana. Ndio maana kwenye Injili ya Yohane Yesu mwenyewe anasema kwamba, anawaambia wafuasi wake kwamba hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wapo watu wachache hapa duniani ambao wameyatoa maisha yao kufa kwa ajili ya watu wengine. Mfano tunao mtakatifu Maximilian Kolbe, tunafahamu historia yake kwa ufupi, labda tusiende huko kwa leo. Lakini basi unaona Yesu ametukomboa sisi wote kwa kumwaga damu yake msalabani, ili sisi tusije kufa na kupotea tu hivi hivi, bali tupate kukombolewa. Kwa lengo lake kuu lilikuwa ni hilo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kupitia kwa mfano channel hii yetu ya YouTube na Radio ZFM mnaorusha
tafakari hii izidi kututafakarisha katika maisha yetu ya kila siku. Yesu huyu aliyenikomboa kwa thamani kubwa namna hii, kwa kufa msalabani, kumwaga damu yake kwa ajili yangu, mimi sasa nifanye nini katika maisha yangu? Nifanye nini? Ukombozi alionipatia. Ninachoweza kusema, lisikilize neno lake, ishi maisha yako vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu, ukifuata maongozi ya Injili, zishike amri zake, tenda matendo mema, kusudi na wewe siku moja na mimi tuwe pamoja na huyu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye baadaye atafuka, au niwaza ameisha fuka, lakini basi tukumbuka kufuka kwake siku ya Pasaka, Jumapili ya Pasaka. Siku moja na sisi tuje tuunganike naye kwenye makao ya kudumu kule mbinguni. Hicho ni kitu ambacho ni cha kwanza kabisa, ni cha msingi. Lakini kitu cha pili ambacho ningependa kutafakari na chenyewe kwa ufupi ni juu ya mateso katika maisha yetu kwa ujumla wake. Hii ni mada ndefu, labda Mungu akitujalia siku moja tutakuja tutafakari juu ya mateso haya ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unajua ndugu yangu mpendwa, mateso ni fumbo kati ya mafumbo ambayo yamepewa mwanadamu. Naliita mateso ni fumbo kwa sababu gani? Kuna mateso ambayo unayaangalia, unaona chanzo chake ni nini au sababu yake ni nini ya msingi, kwa mfano mwanadamu kupata mateso hayo. Kuna mateso ambayo kwa mfano yanajulikana, yanayosababishwa na binadamu moja kwa moja. Wanadamu labda wanasababisha vita, wanauana, unaona ni mwanadamu amesababisha mateso hayo. Au unaona mtu fulani amempa mateso fulani, amemtesa mtu fulani. Kuna vitu ambavyo unaona kwamba ni mateso ya moja kwa moja ambayo yameletwa na mwanadamu moja kwa moja. Lakini kuna mateso ambayo ni fumbo, mpaka kujua kwa nini yanampata mtu fulani ni vigumu sana. Mfano, mtu hana kosa lote, hajamkosea Mwenyezi Mungu, au basi kama amekosea ni mwanadamu, tuseme ni mambo ya kawaida. Lakini unakuta mtu anaugua ugonjwa mkali, anateseka. Ninyi mnao nisikiliza, pengine baadhi yenu mmeshapata kwa mfano magonjwa makali. Tunashuhudia ndugu zetu wanavyoumia. Sisi wenyewe tumeshapata kwa mfano magonjwa makali au shida mbalimbali, labda katika ndoa, katika familia, au ndugu yako anapata shida fulani, unajiuliza hivi, mimi nimemkosea Mungu? Ndio maana katika kitabu cha Ayubu, marafiki zake na Ayubu alipopata mateso wakasema hapana, wewe utakuwa umemkosea Mwenyezi Mungu, pengine hujui, lakini utakuwa umemkosea Mwenyezi Mungu. Kwa sababu walikuwa na tafsiri kwamba mtu akipata mateso au shida, basi mtu labda amemkosea Mwenyezi Mungu, lakini si hivyo. Na mimi hii inanitafakarisha sana katika huduma yangu ya kipadre, ninapotembelea. Hata juzi hapa nimetembelea wagonjwa kuandaa kwa ajili ya sherehe hii ya matendo haya makuu ya Bwana ya Pasaka. Unawapelekea Ekaristi, wengine wakuta wako hali mbaya sana, pengine wanasema utupe mafuta matakatifu, tupake mafuta matakatifu ya wagonjwa, unawapaka na unaweza kufutana na wengine kabisa wanalalamika kwamba Mungu, mbona ameniacha namna hii? Kama Yesu pale msalabani aliposema lama sabaktani, Mungu wangu mbona umeniacha, akinukuu Zaburi ile ya 22. Watu wanahangaika, na wapo ambao wanakata tamaa mpaka wanamfuru mpaka sema hapana Mungu, hapana. Mtu mpaka anakuwa na hasira na Mwenyezi Mungu. Mateso hayo ni fumbo. Mimi ambacho huwa najifariji, nasema kwamba ninapopatwa na mateso na hata kuwashirikisha wengine neno hili, ni kwamba wakati mwingine tufahamu kwamba Yesu mwenyewe huyu aliteseka bila kosa lolote, ila aliteseka kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu, tena kwa kifo cha msalabani cha aibu kabisa, ambacho kifo hicho walikuwa wanapewa wale watu ambao wana makosa makubwa sana, pamoja na watumwa. Mfano, Warumi wenyewe waliokuwa na uraia wa Urumi hawakupata adhabu hiyo ya kifo cha msalabani, walipewa adhabu zingine. Hata kama ni kuwa, utauawa hivi, lakini hautawekwa msalabani. Kwa naona ni mateso makubwa sana. Kwa nikiendelea na mada hiyo ya pili, ni kwamba mimi ninapopata mateso hayo, na napenda kuwashirikisha hili, mimi ni nani nisipatwe mateso wakati Yesu mwenyewe alipata mateso bila kuwa na kosa lolote. Hata ukisoma maisha ya watakatifu, kuna baadhi ya maisha ya watakatifu wengine yanatisha sana. Unaona mahangaiko makubwa, labda ugonjwa fulani, mateso makubwa. Mfano wa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo 10 wote waliuawa kwa kumwaga damu yao.
Ungelitegemea mitume kama wa Yesu walivyokuwa pamoja naye, wao karibu naye, wapate mateso ya namna hiyo, tungetegemea angelikufa tena kifo cha amani kabisa. Yohane Mbatizaji, mtu mwingine ambaye alikuwa ni ndugu kabisa wa karibu na Yesu, lakini alikufa kwa kukata kichwa. Mimi ni nani mateso yasinijie? Kwa mateso yetu tukiyahusisha na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba na mimi nateseka, Mungu nijalie neema nisikate tamaa, nisikukufuru wewe, niyavumilie haya mateso, na mimi nashiriki yale mateso aliyoyapata Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo itatupatia faraja, lakini ni namna nzuri ya kuyangalia hayo mateso. Mengi tunaweza tukasema juu ya mateso, lakini Mungu atakavyotujalia, naahidi siku moja tutakuja kutafakari kwa kirefu juu ya mada hii ya mateso. Lakini kitu cha tatu ambacho ningependa kusema pia juu ya mateso ni hivi: hebu tujitahidi tusiwasababishie wengine mateso. Tujitahidi katika maisha yetu tusiwe chanzo cha mateso kwa watu wengine. Wapo watu wanaoteseka, lakini unaona sababu ni mtu fulani au ni kikundi fulani au ni namna fulani ya maisha ambayo imetengenezwa na watu fulani. Tusiwasababishie watu mateso. Na mateso ni wazi yanaweza yakawa katika madaraja mbalimbali kwa namna nyingi. Hata kumpa neno linalomuumiza mtu akapata mateso, unamsababishia mateso. Au kumpa mateso ya kimwili, mateso fulani, na hiyo aina fulani ya mateso. Unaona? Lakini wapo watu ambao kwa mfano wanawaua hata watu wengine, wanawatesa watu wengine. Sehemu mbalimbali za dunia tunasikia hapa na pale. Na hata katika sehemu zetu unaweza kuta watu wasema huyu mtu akateswa alafu akauawa, mfano na watu au wasiojulikana, majambazi au nini na kadhalika. Hebu tujitahidi tusiwe chanzo cha mateso, na tutengeneze mazingira ili mwanadamu aweze kufurahia maisha yake ya hapa duniani. Na kama ni mpango wa Mungu mwenyewe ambaye anataka labda mateso yaje katika maisha yetu kwa kutupa fundisho fulani au kufundisha watu wengine, basi hayo yote tumwachie Mwenyezi Mungu, ila sisi tusiwe chanzo cha mateso. Mpendwa ndugu yangu, mwana taifa la Mungu, tuendelee kuombeana. Niwatakie maadhimisho mema ya kipindi cha Pasaka. Tunaadhimisha mateso haya, tunakumbuka mateso ya Kristo, lakini hii ni Ijumaa Kuu, lakini baadaye kutakuwa na ufufuko wa Bwana ambapo sote tutashangilia. Na unajua kwamba bila mateso ya Bwana wetu Yesu na kufa, basi kusingelikuwepo ufufuko. Lakini ufufuko umekuja kwa sababu Yesu ameshinda kifo. Yesu ameshinda mauti. Na hapo Yesu ndipo kama Mungu na mtu anatofautiana kabisa na wengine wote. Yesu kwa mfano, tutaisema zaidi wakati wa tafakari yetu ya Jumapili ya ufufuko wa Bwana. Kama Yesu angeliteswa vile akafa, alafu akaisha hivyo hivyo kama sisi tunavyokufa, wale hata waliomtesa na kifo chenyewe wangelionekana washindi. Lakini kwa kufuka kwake, mambo yote yakawa safi. Na hayo ndiyo matumaini yetu. Hata tukiteseka, tukajikabidhi kwa Mungu, tukamwomba Mungu atupe neema, mwisho wa mwisho na sisi tutakuwa washindi. Niwatakie maadhimisho mema ya kipindi cha Pasaka. Tuzidi kuombeana na Mungu atubariki katika yote. Baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Tumsifu Yesu Kristo.